Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumatano, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata kutoka katika Injili ya Mathayo sura ile ya 23 aya ya 27 hadi ile ya 32. Nitaisoma. Yesu alisema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mmefanana na makaburi yaliyopakwa chokaa, nayo kwa nje yanaonekana kuwa mazuri, lakini bali ndani yamejaa mifupa ya wafu na uchafu wote. Vivyo hivyo ninyi nanyi kwa nje mwaonekana na watu kuwa wenye haki, bali ndani mmejaa unafiki na maasi. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnayajenga makaburi ya manabii na kuyapamba maziara ya wenye haki, na kusema, kama sisi tungalikuwako zamani za baba zetu, hatungalishirikiana nao katika damu ya manabii. Hivi mwajishuhudia wenyewe ya kwamba ninyi ni wana wao waliowaua manabii. Kijazeni basi kipimo cha baba zenu. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, katika ole za Yesu Kristo juu ya haya makundi mawili ya kidini, yaani waandishi na Mafarisayo, leo anaongeza juu ya desturi ya Kiyahudi ya kujenga makaburi. Ilikuwa ni desturi ya kila Myahudi, yaani inapokaribia sherehe ya Pasaka, walikuwa wanakwenda kupaka makaburi, walikuwa wanakwenda kupaka chokaa makaburi yote ambayo yalikuwa karibu na mji ule wa Yerusalemu. Wanapaka chokaa nyeupe. Kwa lengo gani? Kwamba wakipaka chokaa nyeupe, mtu ambaye ametoka nje ya Yerusalemu amekuja kuila Pasaka, akiona ile chokaa nyeupe, rangi nyeupe, anajua kwamba hili ni kaburi, hivyo haruhusiwi kuweza kuligusa lile kaburi, ili asije akapata unajisi, akajitia unajisi. Kwa hiyo ilikuwa ni alama tu. Na Yesu Kristo anazungumza, anasema, haya makaburi yanaonekana kwa nje ni mazuri, lakini ndani yamejaa mifupa ya wafu na uchafu wote. Na anasema, ndivyo na ninyi Mafarisayo mlivyo. Kwa nje mnaonekana kwamba ni watu wenye haki, kwa mavazi yenu mnaonekana kwamba ni watu wazuri, bali ndani mmejaa unafiki na maasi. Kwamba kupitia hili kundi la Mafarisayo, wao ndio walikuwa wanapanga mipango mibaya ya maasi kuweza kumuua Yesu Kristo. Lakini muonekano wa nje wanaonekana ni watu wema, wazuri sana. Na hii tabia ipo hadi leo. Anaweza akatokea mtu ana tabasamu nzuri sana katika maeneo ya nyumba za ibada ndani ya kanisa, wanakuchekea, wanatabasamu nzuri, lakini ndani mwao ndio hao wanaopanga maasi, wanaopanga mauaji, kwamba ndani kuna uovu umejaa, ndani kuna kila aina ya uchafu. Yesu anatufundisha kwamba miili yetu inapokea uharibifu pale Roho wa Bwana anapoondoka ndani mwetu. Mafarisayo walijaa unafiki na uovu kwa sababu Roho wa Bwana alikuwa ameondoka ndani mwao. Je, ndani mwetu, ndani mwako Roho wa Bwana yupo? Muonekano wangu wa nje na muonekano wako wa nje, ukionekana unaonekana mtu wa haki kama vile ilivyo ndani mwako? Tujitafakari katika hili. Na baadaye anaendelea juu ya tabia ya hawa ambao walikuwa ni Mafarisayo. Walikuwa wana tabia ya kuweza kujenga makaburi, na walijenga makaburi ya manabii ambao walikuwa wamekufa. Yaani ilikuwa ni kumbukumbu ya nabii mmoja mkubwa, wamejenga vizuri na kuweza kulipamba. Kwa nini walijenga yale
makaburi yao. Walijenga yani makaburi kwa sababu walijua kwamba hawa manabii waliolala humu ndani kumbukumbu zao nzuri, hawawezi kuwakemea wala kuweza kuwasumbua katika dhambi zao. Na ndivyo ilivyo kwamba tunathamini sana kujenga kumbukumbu nzuri za baadhi ya watu muhimu waliotangulia mbele za haki na kumbukumbu zao, kwa sababu tunajua kwamba huyu fulani hawezi kuamka tena akatukemea katika matendo yetu mabaya. Tuwazikumbuka siku zao za watu muhimu katika nchi au katika kanisa, siku ambayo walikuwa wamefariki, kwa sababu hawezi kuamka akatukemea katika madhambi ambayo tuko nayo. Sasa gharama tunayotumia katika kufanya maadhimisho na makumbukumbu na kujenga hayo makaburi, tungetumia pesa ile au tungetumia gharama ile kwenda kuwasaidia wale ambao ni wahitaji, wale ambao wako hospitalini, wale ambao wapo katika mateso, wale ambao wanahitaji msaada. Tungekuwa tumeokoa watu wengi sana. Anajitolea mtu kwenda kujenga kaburi la kumbukumbu ya mtu fulani muhimu, lakini kuna mtu amekosa dawa, amekosa hitaji ambalo ni muhimu zaidi. Kwa nini tunaenda kujenga hilo? Kwa sababu hawa waliolala hawawezi kukemea uovu wetu, na kwa sababu ya tendo hilo la kwamba hatutaki kuweza kugusa maisha ya hawa hasa manabii waliopo hapa, yani ambao wanaishi katika maisha ya sasa hivi, akionekana amekukemea, amezungumza ukweli kwamba ulichokifanya ni kibaya, unaanza katika harakati za kuweza kugusa maisha yake kwamba huyu lazima tummalize. Anayegusa maisha ya mtumishi wa Mungu kwa tendo lolote lile baya, utambue kabisa kwamba unagusa maisha ya Masihi wa Bwana, unagusa maisha ya Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe, na baada ya hapo hakika matendo mabaya yatakuja juu yako. Yesu Kristo anazungumza, anasema kwamba kitendo hicho cha kuacha kusikiza neno la Mwenyezi Mungu la manabii waliopo hapa na tukaendelea kufanya kumbukumbu za wale manabii na viongozi wakubwa waliotawanyika, tunaonyesha kwamba sisi ni watoto au ninyi ni watoto wa kizazi kile ambacho kilikuwa ni kibaya, ambacho kilikuwa kinaangamiza manabii wa zamani. Mwenyezi Mungu atutie nguvu, tupokee ujumbe wa manabii wa sasa hivi, tujirekebishe katika maisha yetu. Hata kama tumefanya uovu, tujirekebishe ili tusiendelee kuandaa kizazi kibaya ambacho kazi yake ni kuua manabii wa Mungu ambao wanazungumza ukweli. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.